people, watu 100,000. Na sasa hiyo tungeweza namna gani? Tulikuwa watu wachache, walikuwa watu 30, na katika hao 30 tukaona mikakati gani tutaweka ambayo tutaweza kuelimisha watu. Hiyo ilikuwa mwaka jana. Na tulipokuwa tukiendelea tukazidi kuongezeka, tukaona hatuwezi kuwa welfare anymore, tutaweza kusonga tukawe sasa tutakuwa na maono ya kukua sako. So in 2019, 1st of July, we were registered as a sako, na ndio maana tunaitwa Finmart Sako. Hiyo jina inatoka kwa Financial Matters, kwa maana tunaelimisha watu maneno ya pesa. Alafu baadaye after now sako imezaliwa, tulianza watu wachache, tukatoka nao watu 30 tukafika 100, na kuongea na watu kadhaa tukazidi kuongezeka. Sasa tuko watu 500 na tunazidi kuongezeka. Mahali tuna nyanda zetu ni Nairobi, tuko na Meru, Mombasa, Trans Nzoia, Migori na Kisumu, na tutataka kukuwe na mizizi kila mahali ya hii nchi yetu. Finmart Sako, ile tuseme sasa mission yetu ni kufanya wenzetu, sisi, mimi na wewe, tuweze kuwekeza pesa. Hiyo ni kumaanisha tuna save, and baada ya kusave ni kukopa kwa interest ya chini, hiyo ni 6%. Alafu pia ile kitu muhimu sana ni kuelimishana. Kwa hivyo hata kama uko kwa sako hapa ama uko kwa chama hiyo kikundi, tunakuwa na wakati wa kuelimishana. Sio tu maneno ya pesa kupatiana, lakini ni kuelimishana. Katika hiyo kuelimishana, ukiwa na maswali yoyote, hapo ndio sasa unaweza kujadiliana na ule mwalimu tumepeana, na unaweza kuuliza maswali. Alafu what are our core values? Our core values is to be courageous, to be honest, na kuwa na freedom, na pia na contribution. Kwa Kiswahili ni kuwa na ujasiri, kukuwa na freedom ni uhuru katika hiyo chama, kuweza kujieleza na pia kuleta maoni yako, hiyo ni contribution. Na kukuwa pia mtu wa open, honest ni kuwa hakuna maficho yoyote, unaweka maneno yako waziwazi. Na hapo ndio tunasema tunaweza kujengana, kwa sababu ukiwa unaweza kujieleza. Kama tumekosea mahali, uko na nafasi nzuri ya kujieleza na kukuja katika hii kikundi. Sasa ile kitu muhimu sana ile na tutafautisha na sako zingine ni kuelimishana kwa njia ya the small groups that we are in. Kwa hivyo Finmart inajengwa na vikundi vidogo kati yetu, na yote tunakuwa pamoja. Finmart Sako ilipoanza tulikuwa tumesema watu 30, na maoni yetu ni kwamba baada ya huu mwaka tutakuwa tumefika watu 1,000, na mwaka huo mwingine tunajiona pali tutakuwa tumefikia watu 100, kwa sababu ni mimi na wewe ukielimisha mwenzako, na pia ukuwe na watu wengine ukiwazidi kuwaongeza katika hii chama. Na tunasema kuingia, vile mmeona kwa hivyo kwa hii miigizo ni kwamba unaingia na 1,000, na pia tunasema tuko na welfare. Sio tu maana unaingia, tuko pia na welfare kiti, kwa sababu tunakujali. Sio wewe tu leo, lakini pia wakati ule uwezi kujielekeza ama umepatikana na msiba, hii sako itaweza kukuja na kukusaidia. So katika hayo ni hao machache, mwenzangu atakuja kueleza about hizo products ambazo tunauza, na zile pia tunaweza tunaona ambalo tutaweza kusonga. Asanteni sana. Siakucheza saa zile, hiyo ni yako. Cheza tuone. Aboni basasa mabeli na sauti. Pia lazima ndio sienda sema ati mimi sikuwa nimecheza, si ndio? Wapi makofi ya Beatrice? Thank you Beatrice for that. That is our financial Finmart Sako journey.
And we thank God for it. Growing from 30 people back to 500. Isn't that a blessing? Yeah, it is. Next, tutakuwa na Emily. Nafikiri kila mtu hapa anajua Emily. Tumpige makofi jamani wanapokuja. Tumpige makofi dada yetu Emily. Ndio sasa. Emily will take us through groups zetu. Atatuambia zile groups tuko nazo, atuambie vile tunaendelea. Yeye ndio teacher. Karibu sana mwalimu. God is good all the time. God is good. Sumnanijua kabisa? Okay. Pretty much at the moment we have 34 groups. 34 groups. And the journey has not been easy. Imekuwa na milima na mabonde. But we are very blessed that today kuna 34 groups. Those are running, wako na loans, na wengine bado wanatafuta loans saa hii. Nikianza na kikundi ya kwanza. Hiyo ingine ni ya pioneers, sitaiongelelea. My first group in Finland, even Mr. Henry can say attest to this. Upendo Dandora. That was the group that stood with us. Walianza, unasikia kuanza. Tukipata two times. Wale hii mnapata 5. Dandora was our first born. Dandora group. The second group was Baraka. Baraka wakaingia pia na wako na Baraka. Our third group was Pende Ipendeke. Enyewe those women wamependeka, ukiwaangalia tu utapenda. Tukatoka hapa, safari katupeleka Rongo. Imagine, tumeacha Nairobi County, tukaingia Obado County. Inajiita Upendo Winter. That group have 24 members and still growing. After hapo tuko na Kona Mbaya bado in Rongo. Tuko na New Nyanza, tuko na Miare. Miare ndio sasa last born in Rongo saa hii. Hao ndio tunasema wako at least wanaanza. Then tuko na Tanti Tokchanda. The white women, mko wapi? Excellent. Mko hapa? Gikomba? Bado wanafanya biashara. Precious Kariobangi. Hamjafika? Wamefika? Glorious women. By the way, kuna a very special group in Kamulu. The group ni ya madaktari. Sasa wao nasema wewe mama mboga, imagine baka daktari anataka loan. Wanajiita Lucky Kamulu, ni group ya madaktari. Sijui kama wamefika. Kamulu Blessing, our pastor. You seem like they were blessed. Kilo sorted. Kimwili kigondeka. Kuna shida nini Finland? Kamulu Good Hope. Wamefika. Smarters, Omega mwenyewe, security. Movers in Molem.
Movers group. Sweethearts. Hawajafika? Ogopa hope. Hawajafika? Sisters within. Sisters within ni grupu ya babu bibi mapasta. Noma sana. Hapo wanapeperusha maombi. Bibi yetu apiko yawa, dapiko Paul. Nao. Blessed Assurance Kisumu City. Tumekuwakilisha hapa. Wewe ni watu. Unity Group. Wajafika? Friends Group OCP. New Nyanza. Ebeneza. Wazito. Lile ni Saboke wa treasurer. Hii ni group yenu. Mwana Gitinge wako wapi? Ndio hao. Chuka. Our lovely ladies. Mborome. Rema group, Rema. Hi, beautiful ladies. Wanajiita Paloma ladies. Where the Paloma ladies? Upendo Winter. The last one, a very special group. They call themselves Larger Than Life. It's a youth group. This group ukiwa, utafeel really you're larger than life. Because this group ni a youth, but they have vision. Sasa sione kama yako ni kidogo, watoto wanatoka chini. And the last ni group ya chairman Nightingale, the pioneers group, wale the 30 members, if they can make tutakuwa 34. So far it's all about asante mwalimu. Joy group. Joy group. Poleni sana. Mwalimu. Uko sawa? Group gani nimesahau? United. Wow. Hawa Man wanajiita Man United. Hao watu wa Man U. Namba 12. Namba 12, lakini siku hizi mko mbaya kwa table. So far so good. It's not been easy. It's a journey. But every day when I wake up, I see change in women. I see change in men. Shida ya pesa tumeweka kando. At least we are now free. We are at home. Continue praying. It's not been easy. Some of you know it. So zingine unaingia, unaona mwalimu ni mkali. But let me tell you something. Kile imepandwa hivi. Wanasemanga hivi na kibiblia. Mimi sijui Biblia kidogo sana. Inatokana na nini? Inatoka na nini? Mizizi. Na hiyo mizizi tumeiweka ni kali. We are going far. As I told you every day, we are going far. Remember this day. This is our first annual, our first. Next year, maybe next year tunaenda Rongo. We are coming to Rongo next year. Rongo people expect tuenda wapi? Huko sisi mnakuja watu wawili watatu. We are going far. The journey has just started. Feel at home. We love each other. Tunapigana, tunaenda, lakini tunaenda wapi? Asanteni.
Kitale. Nimesahau Kitale. There's a group in Kitale kama watu wa kulima ndio hapa. Mzee yuko hapa na mwenzake ndio pale. Mwingine pia. So, yeah, group 35 group. But others are coming. Mwingine sijaweka kwa system but tunawapima. Watu wake ni 35 now. Thank you. Thank you so much. Tumpigie makofi jamani. Asante sana mwalimu Emily kwa kazi nzuri ya kutafuta mikundi pale na kumarisha kwamba. Thank you Emily. Amefanya kazi nzuri sana. Sana. Tupigie makofi. Emily haja dance. Emily. Give them some. Size yao. I salute him. Okay, karibu. Isn't he the best MC? MC, makofi kwa MC. Asante sana. Ule anafuata anatoka Rombo. Anaitwa Joshua. Atatueleza vile tunaweza fanya Fillmart Sacco iweze kuendelea. Karibu Joshua. Rongo, timu wapi? Rongo. Sasa mwanangu, karibu, songa pale karibu. Asanteni. Wana Fillmart, hamjambo? Mimi naitwa Joshua Otieno, chairman wa Supervisory Committee. Mimi nitaongea juu ya kazi yangu kidogo tu. Na jambo linipatia kazi ngumu sana, na nitaifanya na nitafanya vile inatakikana, mkiniunga mkono. Niko na jambo mawili ambayo nataka kuongea.
na nataka kuomba Bwana Henry na bodi yake tuheshimu members, wapate loan wakati inafaa na walipe wakati inafaa. Loan ya kuchelewa inafanya mtu anakufa moyo. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kila mtu ambaye anajua anafanya kazi yake afanye kazi vile inatakikana. Nitakuwa nikifuatana na nyinyi kila mahali nitafuatana na nyinyi ili hao watu wangu wapate haki yao, walipe, tujenge Finmart. La sivyo nitajiondoa nikiona watu wangu wanateseka. Kwa hivyo kila mtu, Finmart iko pesa na tutapeana loan kila mahali. Msiseme Migori sijui ni nini, msiseme Chuka ni wapi sijui nini na nini. Hatutaki ukabila kwa Finmart yetu. Na ni nini kinanifanya niseme hivyo? Mkikuyu akiwa na pesa nitafurahi, kwa sababu uchumi ya nchi yangu itakuwa sawa. Muluya Pandila akikuwa na pesa, Kenya yetu itakuwa sawa. Wajaluo wakikaa na pesa, biashara itaendelea vizuri, kwa sababu wengine watatoka hapa Nairobi wapeleke vitu Sirare iuzwe huku, warudi na pesa wajenge nchi hii, kaunti ya Nairobi, na ile ambaye wamepeleka huko itajenga Migori. Kwa hivyo finance, fanyeni kazi yenu, watu wapate pesa, kwa sababu kuna wengine wanalialia si nini na nini na nini. Nimesikia wakinung'unika hapa, hamujafanya kazi nzuri vile inatakikana, na nitakuwa nikifuata sasa, nitakuwa nikifuata vile watu wanapata loan, na kila kitu mtapata iko sawa. Sasa nasema hivi, board muangalie Emily na jicho mbili, kwa sababu yeye ndiye amefanya watu wasanyane hapa siku ya leo. Tusije tukae mbele tuanze tunyanyasha wafanyakazi wetu kwa sababu wao ni wadogo. Tuangalie wale watu wote, kila mtu ajifurahie Finmart mahali amekaa. Sasa waje nikwamie hapo, kwa sababu kuna wakubwa wangu ambao wanataka kuongea. Tutakutana siku ingine, wacha tujenge hii Finmart yetu. Mukirudi kwa group yenu, nyinyi endeleeni kuongeza wanachama, tuwe wengi ndio tujenge, tufikie bank. Asanteni sana. Asante sana Bwana Joshua. Na mmoja ambaye amefika, karibu dada. Hiyo ni ile sehemu tulikuwa nasema introduction of office bearers. Ndio tunaendelea, tunataka tujue viongozi wetu wa SACCO. Amjamboni tena. Bwana asifiwe. Finmart hoye. Kwa majina ni Beatrice Kisanya, mimi ndio credit mwenye kupeana
Pesa, yes. Wapi makofi yake wenzangu? Sawa. Mjamboni, kwa majina naitwa Lilian Keago Isaboke. Mimi ndio treasurer mweka hazina. Wapi makofi yake wenzangu? Asante sana Lilian. Habari zenu? Kwa majina naitwa Josephine Omwenga Arasa. Mimi ndio mwenye sheria ama wakili wa Finmat. Wow. Wow. Hamjambo? Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Dickson Abuka. Mimi ni assistant treasurer ama mweka hazina msaidizi. Nafanya kazi na my boss anaitwa Lilian. Thank you. Tupige makofi. Habari zenu wana Finmat. Mimi naitwa Bwana Joseph Njore Nyangeri, ni member katika supervisory committee. Tumpigie makofi jamani. Good evening. I'm Otieno Joshua, the chairman supervisory committee. Makofi kwake. Hamjambo wana Finmat. Jambo. Kwa majina ninaitwa Steven Dung. Mimi ni member kwa credit inayoongozwa na Vitrick Sanya na marketing. Asante. Asante. Tupige makofi jamani. Habari zenu wote. Habari zenu wote. Nzuri. Mimi naitwa nani? Ai, mnanijua? Mimi ni nani? Rotich. Aya, nafanya kazi gani Finmat? Sema tena. Mimi ndio chairman. Asanteni. Okay. And thank you for introductions. Sasa kumalizia nitaenda through our products. Zile groups zimeigiza zimefanya kazi nzuri sana kuongea juu ya products. Kwa hivyo sitaongea mengi sana. Tuko na products 4. Kwanza tuko na savings products, alafu kuna loan products, number 2, number 3 tuko na investment products, and then we have financial literacy, ile ya kufunza watu jinsi ya kutumia pesa. Kwa savings products kuna kitu inaitwa share capital. Share capital hapa Finmat ni mtu aniambie ni elfu ngapi share capital? Ni ngapi? Correct. Alafu kuna venture shares. Venture shares ni ile pesa yenye wewe mwenyewe unatoa, ukishatoa ile registration fees ya 1000, then now unaendelea kutoa nini ya contribution yako. Alafu kuna ile product nyingine inaitwa Finmat Junior Account. Hii Finmat Junior Account ni kama unataka kuwekea mtoto wako pesa na minimum balance ni pesa ngapi? Good. Naona mwalimu anafanya kazi mzuri. Tick. Alafu number 2 tuko na loan products. Loan products hizi zilikuwa dramatized vizuri kabisa na groups chanda. Tuko na product inaitwa kuza biashara, nyingine inaitwa emergency loan, we have development loan na school fees loan. Development loan tuna plan ku launch mwaka ujao, lakini saizi ile tuko nayo ni kuza biashara, emergency na emergency. And the interest rate ni pesa ngapi? Good.
Alafu number 3 tuko na investment products. Investment product ile tuko nayo inaitwa FinMart Special Deposits Account. What is the minimum balance? Sijasikia? Good. Then the last but not least, very important, ile inafanya watu wanachanganyikiwa. Kama unaweza kuwa na pesa lakini hujui penye unaweza zitumia, ni community financial literacy. Hizi training zenye watu tunafanya kwa communities. Asanteni sana. Pigia makofi. Tupigie makofi ngapi? 2, si ndio? Hiyo tu yake hiyo kwenye ametuelezea shastaka tu, si ndio? Fungua! 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 Kifua mbele, matako nyuma. Thank you. Basi mali tumefika, tukisubiri kidogo, we need a word of God. Pa mali tumefika. Na nimeona core values hapa, kuna moja inasema our values, one of them is courage. Go and read the book of Hebrews 10:35 to 36. Go and read the book of Hebrews 10:35 to 36. Kama kuna mtu ako nayo, please uisome tu kwa umbali, utasikia the word of, utasikia hiyo courage. And meanwhile mali imefika, na pena nafasi kwa Pastor Caroline aje mbele na tupe maneno matamu, maneno yanayoingia bila kulazimisha, maneno ambayo yanatiririka ndani ya nyoyo zetu na tunakuwa watiifu. Alafu tuone. Karibu Pastor. Karibu Pastor. Asante sana, karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tumeboeka sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunaingia kanisani sasa, si ndio? Mahali kuna mtumishi wa Mungu, mahali kuna watumishi wa Mungu, mahali tutakutana 2 ama 3, tuite jina la Mungu, atakuwa mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Si tuko hapa kwa sababu yake. Ni yeye ametupa uzima, ametupa nauli ya kufika hapa, ametuwezesha kufika mahali hapa siku ya leo kwa sababu amegharamika na bingu imegharamika. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo ninaomba niwafundishe. Niliambiwa nikuje kama mhubiri, lakini nikawaambia this is like a business summit. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tufundishane. Mko na Biblia? Siku hizi zimejaa kwa simu. Si tutafungua pamoja? Tuombe neno la Mungu kwanza kabla tujaanza. Naomba tuombe pamoja. Mwandishi wa imani yetu, Baba, tunanyenyekea mbele zako kwa neno lako. Tunaomba ufungue macho yetu na masikio ya kiroho, tukaweze kusikia neno hili Mfalme, na likatusaidie katika mipango na mikakati tulio nayo katika maisha yetu, ikatusaidie katika majukumu ambayo umetupa kama wana wako. Baba wa mbinguni, ukatangulie kila mawazo ambayo yanaweza teka akili zetu nyara, tusiweze kuelewa vyema. Jehova, tunazishika mateka siku ya leo, tunaziweka chini ya nyaya zetu, tunatangaza kuwa zimeshindwa kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba kusikia kutoka kwako, tunaomba kunenewa na Roho Mtakatifu ili tukaweze kutenda mapenzi yako. Baba, tunakaribisha uwepo wako mahali hapa, Roho wako akanene pamoja na wana wako, na ni katika jina la Yesu. Nitumie kama chombo Mfalme, nisinene yangu bali ni nene yako, na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Tufungue Biblia zetu. Sitaweza kufungua Biblia peke yangu, nitasaidiwa hapa na my sister. Sijui kama anajua kufungua ama alishika Biblia last siku gani. Najua Biblia zetu zinajaa vumbi, lakini simu kila dakika inapanguzwa. Si ni kweli? Bwana apewe sifa. Tutajifundisha kuhusu kuwa watu wenye ujasiri. Fungua 2 Samuel 2:7. Samueli wa pili mlango wa 2:7. Bwana Yesu apewe sifa. Nitasoma kwa Kiswahili na kwa Kizungu kwa wale wasioelewa. Inasema, basi sasa mikono yenu na itiwe nguvu, nanyi iweni mashujaa.
maana Sauli bwana wenu amekufa, tena nyumba ya Yuda imenitia mimi mafuta niwe mfalme juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunaongea kuhusu Finmart. Financial supporters. Tutaita hivyo. They are our financial supporters. Mimi naitwa Pastor Caro. Kabla sijaendelea, kwa mkono wangu unaona niko na pete. Mimi sio msichana, mimi ni mama. Kwa hivyo kama uko single usiniangalie sana. Bwana Yesu apewe sifa. I am a mother of 4 na nimeokoka na mpenda Yesu, na shiriki katika kanisa la Amazing Grace Kamulu. Amazing Grace Gospel Ministry Kamulu. Bwana Yesu apewe sifa. Kando na upasta, mimi ni mwanabiashara. Nimefanya biashara for the last 12 good years. Hata Mungu akiniita, aliniita nikawacha kidogo ili nisikie sauti yake, na nikamwambia Mungu, kwa sababu kanisa ninahitaji fedha, kwa sababu watoto umenipa, hata kama nina mume sitaki kumtegemea, maana Biblia inasema amtegemeaye mwanadamu amelaani. Mimi sitaki hizo laana. Jehova, ninaomba unipe biashara nami niendelee kujistahimili. Bwana akanibariki na fedha, nikaanza biashara. Ninauza household items za mtumba, na wanauza bed sheet, curtains, mat, carpets, towels na vitu kama hizo, kitchenwares. Bwana Yesu apewe sifa. So ninaposimama mbele yenu, nasimama kama mtumishi wa Mungu na ninasimama kama mwanachama mwenzenu. Bwana Yesu apewe sifa. So neno la Mungu linanena juu yetu siku ya leo, basi ili mikono yetu naitiwe nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Siku hizi ambazo tunaishi, hii si wakati ule wa Biblia wanawake walikuwa wanakaa nyumbani tu wakibeki mkate wakishona masweta za uzi. Hii ni wakati mwanamke pia aamke, ang'are katika our economy, ang'are katika nyumba yake, ang'are katika maeneo yake. Si ndio? Tangu wanawake twende Beijing na hata wanaume, tangu tulipojua ya kuwa nyumba au watoto tumepewa na Mungu, they are our assignment. Lazima tukawainue, wakasome, wakavae vizuri, ili na sisi tukawache kuzembea katika maisha. Si unajua kuna wakati wanaume walikuwa wamezembea. Watu wanaishi katika ndoa na amani. I thank God for that. Nitagusia yote. Mimi ni counseling, I'm a teacher, I can counsel and I can also preach. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anataka kututia nguvu katika mikono yetu. Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yetu. Wakati tunapozungumzia mambo ya Finmart, tunasema they are our God given supporters. Ni wangapi ambaye wako na shida na hawajafikiwa na sako kama hii? Si ni wengi? Ni wangapi ambaye wanauliza school fees itatoka wapi? Wangapi ambaye wanauliza mlango wangu utafungwa? Shamba yangu nitapanda nini maana nimekosa mbegu? Biashara yangu nimekosa stock, nitatoa wapi? Lakini sisi Mungu ametushikanisha na kina Emily na tukapatana na wao vizuri, tukajiandikisha, tukajiita wanachama. We are expecting much from them and they are also expecting much from us. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu anaenda kutia mikono yetu nguvu tunapokubali kukataana na uzembe. Wanaume tunapokataana na starehe. Kuna starehe ambazo zinavunja ndoa. Kuna wanaume wanachukua hela, loan, sisemi hapa kwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Anaenda anaoa na ile loan. Sasa wakati wa kulipa yule mwanamke hayuko na vitu zake ndiye ameandikwa kama collateral. Sasa inabidi inakuja unawacha mama na watoto kwa uzuni. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wamama ambaye tunabeba loan. Mungu ametupea nguvu tufanye kazi. Wakati unachukua loan kama hii, unafaa uende uchukue stock. Kama mimi nibebe mitumba zangu kama za 20,000 pale 30 nitupe pale ziweze kunizalia kitu. Badala nifanye vile naenda kushona nguo nzuri kwa sababu mama fulani nilimwona na nguo nzuri. Badala nifanye vile ninaenda kusuka nywele kwa sababu fulani amesuka nywele. Unasema mimi kama nimetengeneza shilingi 500 leo, kwa wiki moja ama kwa mwezi ninafaa kulipa 2,000. Kwa hivyo kwa kila siku nikiweka shilingi 200, baada ya hiyo siku kabla ifike nitakuwa tayari nimefikisha, si ndio? Lakini wengine wetu tunapopata hiyo, sasa hivi tunataka kununua TV
TV kubwa. Ni vizuri kununua, lakini kila kitu ende na mipango. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tunazidi kuendelea na masomo yetu. Kwa hivyo Mungu ananena ya kuwa tufanye nini? Tukue watu wenye mikono yao imetiwa nguvu. Mungu ako tayari kutia mikono yetu nguvu. Ninaomba nifunguliwe katika kitabu cha Psalms 5:3. Zaburi 5:3. Zaburi 5:3. Tusikie jinsi Mungu ananena kuhusu mafundisho yetu asubuhi ya leo. Kuna mtu amepata? Naomba unisomee ama unisaidie. 5:3. Ndio? Yes. Psalms 5 verse 3. In English it reads, "Will I direct my prayer unto thee, and will look up." God bless you so much. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tunapochukua hii fedha, wakati tunapojicommit, tunasema Mungu tangulia. Asubuhi yangu Wakristo tunasemaga hata tukiwa kesha, you command your day. Bwana Yesu apewe sifa. You command your life. You tell God, I am here. Nimeamka asubuhi ya leo kwa uwezo wako, kwa nguvu zako. Hii pesa ninachukua ni kwa nguvu zako. Si niende amekushikanisha na Emily na mwingine ukafika pale mahali umefika. Niende amekupea pesa ya registration. Now you commit yourself to God. You commit your business to God. Na Mungu, ninaposoma Biblia, kuna mambo ambaye sijaona Mungu amefanya katika Biblia. Mungu hajawahi kushindwa. Wakati wote unapopanga plan zako, whenever you want to do anything, you put God first. Hakuna siku utashindwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nikiwaambia hivyo, mimi ni mfano. Nimechukua loan, nimenunua plot. Tumechukua loan tena baada ya kuservice hiyo kumaliza, tumejenga. Tumechukua hiyo baada ya kumaliza, tumefanya jambo lingine. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa uaminifu. Kuna wakati unapata pesa, unaogopa. Ama kuna wakati unasikia kuna loan, unaogopa, unasema nitaweza kweli? Usiwe na moyo wa kusita. God does not go with double-minded people. Bwana Yesu apewe sifa. Once umeamua mimi nataka loan shilingi 20, 10,000, shilingi ngapi, mwambie Mungu ninachukua kwa sababu unaweza. Kama kuna dhabihu unataka kutoa kwa sababu ya kazi yako, mimi nawaibia siri ya kiroho sasa. Nenda utoe, mwambie Mungu kupitia hii simama na kazi yangu. Simama na biashara yangu, nisaidie kulipa hii school fees kupitia nini? Hii dhabihu ambaye ninatoa. Katika ile biashara yako wakati unapofanya. Maana ukisoma katika Malaki 3:10 watu sema wachungaji wanapenda pesa. Mimi sipendi pesa, maana naamini babangu aliyeniita ni tajiri. He can provide. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo pesa ikuange ati Mungu ndiye anaikula kwake. Hiyo pesa tunatoaga ili watumishi wa Mungu wasilale njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Ingelikuwa leo hii ni kanisa, mimi nahubiri hapa alafu nikitoka hapa watoto wangu wanaenda kulala njaa, inakuwa ni laana kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vyema ikiwa natumika ama unaona kuna mtumishi mahali, unatoa ile nyumba ya Mungu isikose chakula, na ule mtumishi kama ni mwaminifu kwa Mungu naye anapeleka kwa yatima na wajane, maana hiyo ndio maandiko. Bwana Yesu apewe sifa. So when you do that, shetani wakati anapopanga kuja kuharibu ile kazi yako, anapata kuna kizuizi. There is a wall ambayo imekuzuia, a wall of fire. Wakati mtu ambaye anatumia maroho zingine anapokuja kujaribu biashara yako, anapata there is a wall. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wangapi wananielewa? Spiritually, you understand me? Tithe will take you far. When you're being faithful to God, anasema I will be faithful to those who are faithful. Bwana Yesu apewe sifa. I have friends ambaye nilianza nao chama fulani inaitwa SMEP. Unajua SMEP? SMEP tulianza kiwa chama kadogo, now it's a bank. Sawa? Na hao wanawake walianza na 10,000 wakalipa nikiwa ndani. Wakaenda 20,000 wakalipa, wakaenda 50,000 wakalipa. Sasa hivi tunaongea mtu anachukua hata individual ameweka matatu barabarani. Akilipa ile matatu amalize, anaenda tena anachukua leo nyingine, anachukua tipa anaweka pale barabarani. Yule mama ama yule mwanaume
wakati anapomaliza ile loan, ile kitu kinabaki kwake, siloku kinabaki kwake, ni pikipiki inabaki kwake. Wakati anafanya hivyo, anaweka biashara kidogo, anaenda na invest nyingine kwa plot, ile kitu inabaki kwake. Na tunaona ako sawa, na watu wa Finmat hawatakuja kumuuliza loan yetu kwa sababu ametii na amekuwa mwaminifu na alimcommit Mungu katika mipango yake, si ndio? Hakuna banki itakuja kumdai ati kwa sababu sijui tulifanya. Ile kitu inabaki kuwa yake genuinely na inakuwa ni baraka kutoka kwa Mungu. Kuna wakati mwingine tunasema Mungu tubariki, tubariki. Mungu alitubariki kitambo, lakini sisi wenyewe tumekosa hekima. Biblia inasema we perish because of lack of knowledge. Si ni kweli? Sasa wakati knowledge imekuja kama hii, Mungu amefungua njia, tumepata njia ya kupata pesa. Sisi kazi yetu ni kuwa tu waaminifu. Kwa mwaminifu, upatie mwalimu kazi rahisi. Kwa mwaminifu, upatie viongozi kazi rahisi. Hata wanapotoa pesa wanasikia kweli kuna Mungu hapa ndani ya Finmat. Kuna watu ambao wanatii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni upendo. Wakati unaanza kuwa mwaminifu, wakati unakuwa na upendo ndani yako kuhusu yule mwingine, you are going far. Wamama tupo? Wamama sijaona mkono. Ama wadada, nasikia huku ni wadada. Wazee, nipungieni mkono wazee mahali mpo. Tuko pamoja? Wakati tunamkabidhi Mungu maisha yetu, familia zetu, atatupigania, atatushindania. Hakuna jambo ambalo yeye hawezi. Umechukua leo, mpiganie magoti, mwambie Mungu, nimechukua hii, ninaamini wewe utaniwezesha. Nisaidie kuwa mwaminifu. Ni ile tu kuwa na hekima na unakuwa mwaminifu na unaamini kuwa Mungu atanisaidia hadi nitakapomaliza vizuri. Si ndio? And then we move forward. Ati watoto wetu watakaa kwa nyumba kwa sababu kuna Mungu mbinguni amejibu maombi. Kuna wakati tunaomba na kufunga na kuomba, tunakosa kukula tukisema Mungu fungua njia. Mungu alifungua kitambo, lakini sisi wenyewe ndio hatutaki kufanya nini? Kutii. Si ndio? So Bwana atubariki. Jambo lingine ambalo ningependa kuongezea katika kitabu cha John 15:12. John 15:12. Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea juu ya Finmat na members siku ya leo. Tunafundishana kulingana na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapopendana, imefika siku ya chama hujaniona